Ni episode ya pili tena, tunaendelea na mfululizo wa somo letu na historia ya Israeli. Ni episode ya pili, sehemu ya kwanza tuliishia pale kuingia ng'ambo ya Jordan ambayo tunaita Transjordan, na hapa tunaanza sasa maelekezo ya njia ambazo wana wa Israeli walipita katika kuingia hii nchi ya Kanani. Na tunaanza somo letu hili kuanzia hapo katika mgawanyiko wa njia wanapovuka tu ule mto wa Jordan. Katika Agano la Kale kunapatikana mapokeo mawili juu ya njia zilizofuatwa kutoka Kadeshi hadi ng'ambo ya mto Jordan, ambako mapokeo ya kikuhani katika kitabu cha Hesabu 33:37 mpaka 49 baada ya kifo cha Haruni katika mlima Hori inaonyesha kuwa wana wa Israeli walisafiri kupitia Edomu na Moabu moja kwa moja hadi tambalale ya Moabu na kupiga kambi kando kando ya Yordani wakikabili Yeriko. Aidha, kuna maelezo sambamba yanayoripotiwa katika Kumbukumbu la Torati 22:29 ya kuwa Edom na Moabu hawakuwaruhusu Waisraeli wapite katikati ya ardhi yao. Lakini pia kuna mapokeo lingine pengine la mapema zaidi ambalo linasema Waisraeli walisafiri kutoka Kadeshi kwa kufuata bahari, yani bahari ya mianzi, kuzunguka Moabu, Edomu, kwa vile nchi hizo mbili zilikataa kuwaruhusu wapite katikati yao. Hesabu 20:14 mpaka 21 na 21:4. Kumbukumbu la Torati 2:1 na Waamuzi 11:17. Ni kwa njia hii walifika nchi ya Sihoni na mfalme wa Heshboni. Hesabu 21:21. Kumbukumbu la Torati 2:26 na kuendelea, ambako sasa hii inaonyesha kwamba wana wa Israeli walipita katika hizi njia. Wakati huo kuna maandiko yanasema, wengine wanasema walikatisha moja kwa moja wakati wanavuka ile jangwa wakati wanavuka ule mto. Wengine wanasema walipita katikati ya nchi zile ambazo zilikuwa na utawala wake ili kuifikia nchi ya Kanani, lakini wengine wakakataa kwamba wafalme wa nchi zile kama Moabu waligoma Waisraeli wasipite. Kwa hiyo inawezekana walizunguka. Kwa Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo tumeona ni njia, lakini pia tunakuja sehemu inayofuata inaitwa kutokea kwa Balaamu. Katika mapokeo yote mawili hayataji kuwepo kwa mapigano dhidi ya Edom na Moabu. Hii inamaanisha kuwa masimulizi ya Balaamu, Hesabu 22:24, na uasi wa Baal-peori, Hesabu 25:1-5, hayaingia akilini kwa urahisi katika mfumo huu. Katika matukio yote Moabu inaoneshwa ikitikiswa na Israeli, Hesabu 22:24, ambapo ni vigumu kupatanishwa na Kumbukumbu 2:9 inasema wazi kuwa hakukuwa na vurugu itakayotumika dhidi ya Moabu. Ingawa jina la nabii Balaam, Hesabu 22:24, linaweza kutokana na mapokeo ya kale na semi zake ni za zamani sana, inaweza kudhaniwa kuwa simulizi hii awali alikuwa sehemu ya kuingia kwa Waisraeli katika nchi ya ng'ambo ya Yordani. Hili ni sawa na uasi wa Baal-peori katika Hesabu 25:1-5, ambapo kufuatana na Hesabu 31:16 Balaam ndiye mchochezi. Hesabu 25:1-5 inaonyesha mapokeo ya kale zaidi kwa kuwa ndani yake yamo mambo ambayo yametajwa tayari na Hosea 9:10. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa masimulizi haya yanahusika na hali ya kihistoria katika kipindi cha kati cha kuingia Kanani na utawala wa Daudi. Baada ya hapo tutaona kuna miji ambayo Biblia imeendelea kuonesha kwamba kuna miji inaitwa Sihoni na Sihoni na Ogu. Inawezekana Musa aliongoza kundi mojawapo kuzunguka Edom na Moabu hadi mpaka
mpaka wa ufalme wa Sihoni, na kundi lingine lilipita njia kuu katikati ya Edomu na Moabu. Kwa kuzingatia matukio hayo yaliyotajwa, kama ilivyofanya Edomu na Moabu, ndivyo Sihoni alivyokataa kutoa kibali kwa Waisraeli kupita katikati yao, na hivyo kukatokea mapigano. Hii habari tutaisoma Hesabu 21 mpaka 31. Ilifanya nchi itekwe na kumilikiwa. Inadhaniwa kuwa Sihoni ulikuwa ni utawala mdogo katika Kanani ya kaskazini ya Arnoni, na mji mkuu wake ni Heshboni, kutokana na mwelekeo wa wimbo wa Hesabu 21:27 mpaka 30, 27b mpaka 30. Katika wimbo huo Israeli inashangilia ushindi na kukumbuka uliotangulia wa Sihoni dhidi ya Moabu. Japo jina la Musa halitajwi katika Hesabu 21 mpaka 31, lakini haimaanishi kuwa hakuhusika katika jambo hilo. Kutajwa kwa mapambano ya hasa Hesabu 21:23 kunaashiria Sihoni alikabiliwa na kundi la vamizi kutoka upande wa kusini na kutoka jangwani, ambapo Musa anaweza kuhusishwa katika mojawapo ya makundi haya. Kwa hiyo Hesabu 21 mpaka 31 mna mapokeo ya kale ya kumilikiwa kwa nchi iliyo ng'ambo ya Yordani, na kunakoweza kuwa kuna karibia karne ya 13 kabla ya Kristo. Lakini mapokeo haya yanatofautiana na simulizi ya Ogu, mfalme wa Bashani, katika Hesabu 21:31 mpaka 35, kisa ambacho kinarandana mno na kimaneno na Kumbukumbu la Torati 31, Kumbukumbu la Torati 3:1 mpaka 3. Eneo linalozungumziwa hapa ni lile ambalo nusu ya kabila la Manase walimilikishwa, ingawaje ni kama lilitokea wakati wa kipindi cha Waamuzi. Lengo kuu lilikuwa ni kuweka mkazo madai yaliyofuata. Lengo lake lilikuwa ni kuweka mkazo madai yaliyofuata, na baadaye kabila la Manase kulidai eneo hilo. Kuunga mkono wazo hilo ni Kumbukumbu la Torati 3:11, ambapo Ogu anaitwa babaki ya Warefai, na hivyo kuonekana mtu wa hadithi ya simulizi tu. Hakuna mahali pengine ambapo jina la Ogu linapatikana. Kwa hiyo hapa tumeona hii miji miwili, miji ya Ogu na mji wa Sihoni, ambayo sasa inaonekana jinsi wana wa Israeli walipopita mahali hapa, na mji mmojawapo wa Ogu kamilikiwa na wana wa Israeli kwa sababu waligoma kuwaachia wapite kwenye nchi ya ahadi. Basi wana wa Israeli wakaamua kupambana nayo ili wapate njia ya kupita. Kwa hiyo walitengeneza njia. Kwa hiyo kuna mapigano yalitokea, na inasadika kuwa Musa ndiye aliongoza mapambano hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna miji inaitwa Rubeni na Gadi. Katika Hesabu 32 inatoa maelezo muhimu ya kumilikiwa kwa nchi iliyo ng'ambo ya mto Yordani. Maelezo haya yanadhaniwa kutoka katika maandiko ya kikuhani, bila kupinga uwezekano kuwa kuna mapokeo ya kale zaidi pia ndani yake. Hivyo basi kuna uhakika wa namna fulani kuwa katika kipindi cha Waamuzi kabila la Rubeni lilikuwa limefutika kabisa, japo wakati fulani lilikuwa maarufu, na kuna dalili za kuporomoka kwake katika Mwanzo 49:3 na kuendelea. Kumbukumbu la Torati 31:6 inawezekana kabila la Rubeni lilikuwa na mchango mkubwa kuhusiana na kuitua nchi iliyo ng'ambo ya Yordani katika hatua za awali. Na kabila la Gadi pia lina taarifa zake katika jiwe la Kimoabu karibu mwaka 840 kabla ya Kristo. Linasema watu wa Gadi waliishi katika nchi ya Atalothi. Mambo yaliendelea, pengine kabila la Rubeni liliunganishwa na kabila la Gadi, hivyo kufutika kwa kabila la Rubeni katika historia. Mkazo katika Hesabu 32 ni kuwa hakuna mgongano au ushindi unaounganishwa na kabila la Rubeni au Gadi. Kipengele cha amani ya makabila haya kinakazwa katika Yoshua 1:11 na Waamuzi 1. Hakuna ishara kuwa makabila yote haya mawili yalihusika katika vita hii ili kumiliki nchi ya magharibi ya Yordani. Inashawishi kuwa
kuwa hawa kiashiria wanaweza kuwa waliingia pekee katika nchi ya ng'ambo ya Yordani, tofauti na wale waliokuja baadaye katika magharibi ya Yordani, au walikuwa wameishi huko muda mrefu. Kuna uwezekano huu kwa sababu hata makundi mengine kama vile Machiri waliingia na kukaa eneo la ng'ambo ya Yordani. Ni vigumu kabisa kujua ni jinsi gani haya yalivyotokea kikamilifu, ila kwa taarifa chache zilizopo na inawezekana kujua vipande vya kumilikiwa kwa nchi ya ng'ambo ya Yordani kwa ujumla, ukiondoa vita ya Sihoni. Kwa sehemu kubwa ya nchi ya ng'ambo ya Yordani ilifuata mkondo wa amani katika kumiliki na ilichukua kipindi kirefu. Hebroni na Derbe. Bado tunaendelea, kwa mpendwa msikilizaji wangu, bado tunaendelea kuzungumzia kwa habari ya hii miji. Hebroni ina mchango muhimu katika mapokeo ya Kalebu na wa Kalebu katika Agano la Kale. Kulingana na Yoshua 15:14, mji wa Hebroni ulitekwa na Kalebu. Waamuzi 1:10 inasema ulitekwa na kabila la Yuda, na katika Yoshua 10:36 inasema ulitekwa na Yoshua. Mapokeo haya yanakubaliana katika jambo moja, kuwa Hebroni ilikuwa ni makao makuu ya Wakalebu. Ni sharti basi tuelewe mapema kuwa utekaji wa Hebroni ulihusishwa na Wakalebu. Hakuna kinachofahamika kuhusu asili ya Wakalebu, hivyo kuna uwezekano mkubwa kuwa huenda walikuwa watu wakiishi katika tambalale ya Negebu kuzunguka Hebroni. Jukumu la Kalebu katika simulizi ya wapelelezi Hesabu 13:14 katika maandiko ya utekaji wa Hebroni yapo kwa ajili ya kujumuisha Kalebu katika Yuda. Lakini Wakalebu walijitambua kama kikundi huru katika Yuda kwa muda mrefu hadi karne ya 5 kabla ya Kristo. Hata katika matukio ya mji wa Hebroni yalithibitisha hili. Kwa mfano, katika mji huu ambapo Daudi alianza ufalme wake dhidi ya utawala wa Sauli, na ni mahali ambapo pia Absalom alianza uasi wake. Aidha, kuna habari za kutekwa kwa Debir na Kiriathi Seferi kama ilivyo katika Hebroni. Kufuatana na Yoshua 10:38, Kiriathi Seferi na Debiri ulitekwa na Yoshua, lakini katika Yoshua 15:16 na kuendelea, pia Waamuzi 1:12 na kuendelea inaonyesha kutekwa kwa Othnieli. Matukio ya kutekwa kwa Debiri yanaonyesha kurandana mno na yale ya jinsi ya kukaliwa kwa Hebroni. Hii inatoa uwezekano kuwa makundi ya Wakalebu na wa Othnieli yalikuwa ni jamaa moja kimahusiano. Pendo mtazamaji wangu, basi tunaelekea katika sehemu ya mwisho ya hii miji na vita. Hapa tunaingia vita dhidi ya wafalme watano. Katika Yoshua 10 inataja vita dhidi ya wafalme wa Yerusalemu, Hebroni, Yamuthi, Lakishi, Elgon. Kulingana na Yoshua 10:28-39, Waisraeli chini ya uongozi wa Yoshua waliweza kuja kutoka kusini na kuwashinda hawa wafalme na kuikalia sehemu kubwa ya nchi ya Kanaani na kuishi. Hata hivyo, taarifa hizi zinahusika na mji uliotekwa na Waisraeli katika kipindi cha mbele baada ya Yoshua. Kufuatana na Yoshua 10, mfalme wa Yerusalemu ndiye aliyeshindwa vibaya sana, ambapo Daudi alikuwa ndiye wa kwanza kuiteka Yerusalemu na Yebusi. Aidha, taarifa iliyopo katika Waamuzi 1:21 ni kuwa Wabenjamini walishindwa kuwatoa wakaaji wa Yerusalemu, na inalandana na mazingira hayo. Upo uhakika kuwa Gezeri inayotajwa katika Yoshua 10:33 ilikuja kukaliwa wakati wa Sulemani, Wafalme wa Kwanza 9:16. Hata upelelezi katika Yoshua 10 unaweza kudhaniwa kuwa hawezi kuhusishwa kwa Yoshua na Israeli katika kampeni ya kusini. Maelezo haya yanaonyesha wazi kuwa hakuna dalili ya utekwaji wa kutumia nguvu kubwa uliofanyika katika kukalia upande wa kusini mwa Kanaani. Jambo hili linakuja kutokea kipindi cha baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunakuja sasa habari za
ukaliaji wa eneo la katikati ya Kanaani. Tumeona maeneo ya kusini na kaskazini, sasa tunakuja eneo la katikati ya Kanaani ambao tunapata habari za Yoshua. Taarifa za kuingia na kukalia Kanaani zinapatikana katika kitabu cha Yoshua peke yake. Aidha, Waamuzi 1:22-36 inatoa maelezo mafupi kuwa nyumba ya Yusufu ilifanikiwa kuchukua Betheli kimkakati. Kwa nyongeza, yalichukuliwa maelezo ya Mwanzo 34 inaweza kuonesha kwa namna fulani kuwa katika kipindi cha awali Simoni na Lawi tayari walijaribu kuingia na kukalia Shekemu na mazingira yake. Hata hivyo, halina uhakika. Kwa hiyo historia ya kuingia na kuikalia nchi hii ya Kanaani inategemea taarifa za msingi katika kitabu cha Yoshua. Awali ya yote, ni budi kututafakari picha ya Yoshua mwenyewe ambaye anahusika na jukumu muhimu katika kitabu chenyewe. Ni muhimu kuzingatiwa jambo hilo, ingawaje Yoshua mwenyewe karibu hatajwi tena baada ya hapo katika mapokeo ya Agano la Kale. Kwa nyongeza ni kuwa ilikupa picha ya Yoshua kwa namna fulani, kuna sababu ya kuweza kufikiri kuwa Yoshua ni mtu muhimu katika mapokeo ya makabila yaliyoishi eneo la katikati ya Kanaani, na baadaye ilikuja kuwa ufalme wa Israeli, yaani ufalme wa kaskazini. Jambo hili lilidhihirika kwa vile matukio yaliyoelezwa katika kitabu cha Yoshua kimsingi yanatokea katika ukanda wa kaskazini ya Yerusalemu. Kwa hiyo matukio yanayotajwa katika kitabu cha Yoshua 2:9 karibu kila mara yanaunganishwa na matukio yanayotokea katika nchi ya Benjamin. Hii inaweza kuchukuliwa kuwa yaliomo katika Yoshua kiuhalisia ni mapokeo ya kabila la Benjamin. Gilgal iliyopo katika nchi ya kabila la Benjamin inachukuliwa kama mahali palipochimbukia. Aidha, jambo hili linaweza kuwa lilitokea ikiwa ni mapema sana, haiwezi kuwa hadi wakati wa enzi za chuma. Hii ni kwa sababu wazikuzi hawajaweza kupata alama yoyote ya kuwepo kwa sehemu takatifu katika kipindi cha mwisho cha enzi ya shaba. Kwa vile ni wazi kuwa Yoshua alikuwa ni mtu wa kabila la Ephraim, na mapokeo ya kabila hilo pia yalichangia kwa sehemu kueleza picha ya mtu huyu aliyeitwa Yoshua. Aidha, ni vigumu kupata maelezo kamili. Mbali na maelezo haya, hakuna sababu yoyote ile ambayo inamfanya Yoshua asiwe mtu halisi wa kihistoria katika Yoshua 2:9. Uvamizi. Katika Yoshua 2:9 inaonyesha kama vile kuna uwezekano wa kuchora njia inayofuata na kuliongoza na liliongo. Katika Yoshua 2:9 inaonekana kama vile kuna uwezekano wa kuchora njia iliyofuatwa na kundi liliongozwa na Yoshua katika kuivamia sehemu ya katikati ya Kanaani: Yordani, Yeriko na Gibeoni. Uvukaji wa Yordani haukutajwa au kuoneshwa kuwa kulikuwa na matatizo makubwa, hasa kwa kundi kubwa la watu, kwani kuna majeshi mengi yamevuka Yordani katika mtiririko wa kihistoria. Hivyo uvukaji huu wa Yordani kwa Israeli kila wakati ulionekana kuwa ni muujiza ulioletwa na Yahweh. Katika historia ya Israeli, mkazo wote unawekwa katika kipengele hiki. Ni wazi kuwa tukio la kuvuka katika hali ya sasa ni vigumu kulitengeneza lieleweke. Uchunguzi bado unaendelea, haujapata majibu yanayoungwa mkono na wengi. Hivyo mtu anaweza kufikiri kuwa tukio hili linaloweka mwelekeo hasa kutoka katika mtazamo wa kithiolojia litakuja kurithishwa katika mizunguko kwa njia tofauti tofauti katika makabila husika. Sasa tunaingia katika kipengele kimoja ambacho ni uvamizi wa mji wa Yeriko. Waisraeli wanapovamia mji wa Yeriko. Usikuzi haujaweza kupata vielelezo vya kuonyesha upigwaji wa Yeriko katika karne ya 13 kabla ya Kristo chini ya uongozi wa Yoshua. Uchunguzi umefanywa katika kuta za mji wa Yeriko. Imetukia ya kwamba mji huu mzee kuliko yote duniani umebomolewa mara nyingi, lakini hakuna kiashirio cha aina yoyote kilichopatikana cha kuharibiwa au kuanguka kwa kuta kinachoweza kuungana na matukio yaliyotajwa katika Yoshua 6.
Hata hivyo kuna pokeo lingine juu ya Yeriko na uvamizi tofauti na lile la Yoshua 6. Katika Yoshua 24:11 kunasikika kuwa wakazi wa Yeriko walipingana na Waisraeli baada ya kuvuka Jordan na walishindwa. Hilo linaonesha kutekwa kwa Yeriko. Kwa msingi ya ushahidi wa usikuzi inaweza kufanya isifikiriwe kuwa huenda wakati wa Yoshua mji huu ulikuwa una ngome nyepesi, kama endapo ilikuwepo ngome hiyo kwa kweli. Simulizi la Yoshua 6 linaeleza jinsi kuta zilivyoanguka bila Israeli kufanya chochote juu yake. Inapaswa kuonekana kama matafakuri ya kitheolojia za nyakati za baadaye. Maana yake ni kuwa Yahweh alitunza ahadi yake juu ya kuwapa zawadi ya nchi bila kuingiliwa na kitendo cha kibinadamu wakati wa Israeli walipokuwa wakiingia Kanaani. Kuhusiana na mji wa Ai, kitu cha pekee ni kuwa kila linapotajwa jina hilo katika Agano la Kale, isipokuwa katika Yeremia 49:3, linakuwa ni kielezi kinachoeleza tafsiri ya neno kwa neno, kwa kumaanisha rundo la magofu. Maelezo hayo yanakubaliana na matokeo ya usikuzi ambayo yameonyesha kuwa mapema mnamo mwaka 2000 kabla ya Kristo, mahali hapo paliharibiwa kabisa na kufanyika makazi madogo yasiyo na ngome ya miaka 1200 kabla ya Kristo. Ingawaje jitihada za kujaribu kusimulia utekaji wa Ai katika Yoshua 7:8 ukubalike kwa kueleza kuwa kilikuwa ni kituo cha kijeshi cha Rindo. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Hii ni bado historia ya taifa la Israeli, na tunaendelea kudadavua kwa undani zaidi ili tujue nini kilitokea na kwa nini kilitokea. Kwa hiyo maelezo ya Ai, mji huu ambao ulikuwa ni baada tu ya mji ule wa Yeriko, inawezekana ni mapokeo ya kielezi kinachotaka kueleza chanzo cha rundo la magofu kwa kunyongeza kutoka upande wa mtazamo wa kitheolojia. Simulizi hii kwa dhati kabisa inapendekeza yale yaliyomo katika Yoshua 6. Watu wa Mungu, na hii ilikuwa ni episode ya pili, na tukutane katika kipindi kijacho tukiendelea na episode ya 3 ambayo tutaangalia muungano wa Gibeoni na nchi ya makabila ya Mchiri na Dani. Bado ni historia kidogo ambayo haijaandikwa sana kimsingi kwenye Biblia sana, lakini ni mambo muhimu ambayo yametokea na kuandikwa katika vitabu mbalimbali. Kwa hiyo bado tutaendelea kuchambua, na hii ilikuwa ni episode ya pili. Episode ya 3 bado tutaendelea tulipoishia hapa. Basi niwatakie wakati ulio mwema na usiku mwema. Usisahau kusubscribe, kunifollow, kulike na kucomment katika channel yangu ya YouTube ambayo ninatumia jina la mtumishi Hawadi Mahemba. Asante na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.